Irani imefyatua makombora mawili ya balistiki yenye masafa marefu kuelekea kisiwa cha Diego Garcia kilichoko takriban kilomita 3800 hadi 4500 kutoka Irani, hatua inayotajwa kuwa ni kwa mara ya kwanza kwa kambi za kijeshi za Marekani na Uingereza kukumbwa na shambulio la makombora kwa mbali kiasi hiki. Makombora hayo yanakadiriwa kuwa ya daraja la masafa ya kati hadi marefu MRBM ama IRBM yenye uwezo wa kufikia umbali wa zaidi ya kilomita 4000 na kila moja likiwa na nishati ya juu ya mlipuko inayoweza kusababisha uharibifu mkubwa wa miundombinu. Wataalamu wa kijeshi kutoka Israel na nchi nyingine wanabainisha kuwa shambulio hili linaashiria ujasiri wa Irani katika kuonyesha uwezo wake wa kufikia malengo ya mbali ikiwemo baadhi ya sehemu za Ulaya na Mashariki na Magharibi. Hili ni ongezeko kubwa la hofu kwa Marekani na washirika wake, kwani inaonyesha kuwa Irani sasa inaweza kushambulia maeneo yenye thamani kubwa ya kijiografia bila kufuata mipaka ya kawaida ya kijiografia. Pia kufyatua makombora haya kunalenga kuonyesha kesi ya kisiasa na kijeshi kwamba Irani haiogopi kupanua mapigano yake nje ya Mashariki ya Kati. Wakati huo Irani imedai kuwa kituo chake cha nyuklia cha Natanz kimeshambuliwa kwa mara ya pili katika vita hivi. Natanz ni moja ya miundombinu nyeti zaidi ya mpango wa nyuklia wa Irani, ikiwa na mchakato wa uzalishaji wa uranium wenye kiwango cha juu cha utengenezaji. Mashambulizi dhidi ya kituo hiki yamechochea hofu kubwa ya kulipiza kisasi, na kuna uwezekano mkubwa wa shambulio la kinyume kutoka Irani katika siku zijazo dhidi ya malengo ya kijeshi au kiuchumi ya Marekani na washirika wake. Ripoti zinaonyesha kuwa shambulio hilo la ndege lilifanyika siku moja tu baada ya Rais wa Marekani Donald Trump kusema kuwa Marekani inafikiria kupunguza operesheni zake za kijeshi dhidi ya Irani. Trump aliongeza kuwa nchi nyingine zinapaswa kuchukua jukumu la kulinda usafirishaji katika mlango wa bahari wa Hormuz, njia muhimu ya kimataifa ya mafuta. Kauli hiyo imeibua mjadala mkubwa kuhusu nafasi ya Marekani katika mgogoro huu, huku baadhi ya wachambuzi wakibaini kuwa hatua hii inaweza kumaanisha kupunguza ushiriki wa moja kwa moja wa Marekani, huku ukilazimisha washirika wake wa kimataifa kuchukua jukumu la kulinda mchakato wa usafirishaji wa nishati. Hali ya sasa ni tete sana. Kufyatua makombora yenye uwezo wa kufika zaidi ya kilomita 4000 kunaashiria uwezekano wa shambulio la kulipiza kisasi na kuharibu miundombinu nyeti ya nyuklia, kunazidisha hofu ya kupanuka kwa vita kuwa mzozo wa kimataifa. Mashirika ya usalama na wachambuzi wa kimataifa wanasema huenda hatua za kijeshi za Irani na majibu yanayoweza kufuatia zikawa na madhara makubwa zaidi kwa uchumi wa kimataifa na usafirishaji wa nishati na usalama wa eneo la Mashariki ya Kati na hata Ulaya.